Katika sehemu hii ya pili tutaangalia ni hatua zipi unaweza zifuata ili kupata hati. Kupata coordinate. Hii ni hatua ya kwanza kabisa katika kupata hati yako. Coordinate ni taarifa za kipimo maalum ambacho hufanyika kwenye ardhi ambayo haikuwahi kupimwa. Taarifa za coordinate hupatikana kupitia kipimo kiitwacho GPS. Wataalamu wa ardhi hufika katika ardhi yako na kufanya kipimo cha GPS. Majibu ya kipimo cha GPS hupelekwa wizarani au manispaa kwenye mpango mkuu. Huu mpango mkuu ndio ambao tunauita master plan. Master plan ni ramani maalum ya maeneo yote. Kupitia kipimo hicho ambacho bwana ardhi amechukua, ardhi yako italinganishwa na kile kinachoonekana katika master plan na kupata taarifa zaidi na kamili kuhusu ardhi yako. Master plan huainisha mambo mbalimbali ikiwemo matumizi ya ardhi. Kwa mfano, sehemu ambayo master plan imeainisha ni ya makazi, huwezi kujenga kiwanda. Ama sehemu ya wazi ukaamua kujenga nyumba za kuishi. Ama sehemu za makaburi ukaamua kujenga baa. Ni vema kabla ya kuwekeza katika ujenzi kuwa na uhakika kuhusu matumizi halali ya ardhi yako ili kuepuka gharama na fedheha hapo mbeleni. Kupimiwa. Baada ya hatua hiyo, itatakiwa eneo lako lipimwe ama kwa Kiingereza tunaita survey. Wataalamu wa kupima ardhi yako wako katika wilaya mbalimbali. Pia wapo watu na makampuni binafsi wanaofanya kupima ardhi. Hakuna gharama maalum ambayo inaweza ikatajwa hapa kwa kuwa kupima ni kazi ambayo hutegemea maelewano ya mpimaji na mpimiwaji. Manispaa kutoa fomu namba 19. Baada ya kupata coordinate na kupimiwa kiwanja chako, unatakiwa sasa kuandaliwa fomu namba 19 na barua inayoeleza historia ya kiwanja ama eneo lako. Fomu hii pamoja na barua huandaliwa na manispaa husika, yaani manispaa ambayo ardhi yako ipo. Sambamba na hilo, utaandaliwa pia barua ya utambuzi. Kwa Kiingereza hii inaitwa acknowledge letter kwa ajili ya malipo ya ada mbalimbali. Katika hatua hii ni lazima uwe na cheti chako cha kuzaliwa ama cha uraia ama saa nyingine tunaita passport. Kuandaliwa rasimu ya hati. Baada ya hayo, manispaa itaandaa rasimu ya hati na kuiwasilisha kwa kamishna wa ardhi ambapo atasaini na kuigonga muhuri wa moto kabla ya kuiwakilisha kwa msajili wa hati. Inapotoka kwa msajili wa hati, hati yako inakuwa imekamilika na sasa unakuwa mmiliki halali wa eneo. Tumefikia mwisho wa kozi yetu ya leo ya hati miliki ya ardhi. Nimefurahi kuwa pamoja na wewe. Tafadhali pata uelewa na ujuzi mbalimbali kwa kusoma kozi mbalimbali ambazo zipo kwenye website yetu ambayo ni www.island-ea.com.